Chama cha Mapinduzi CCM kimekanusha rasmi taarifa zinazokusanywa na kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii zikidai kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Emmanuel Nchimbi ameitwa mbele ya kamati ya maadili ya chama hicho kwa ajili ya kuhojiwa. Katibu wa halmashauri kuu ya CCM Taifa, siasa, itikadi, uenezi na mafunzo, Kenani Kiongozi, ametoa ufafanuzi huo na kubainisha kuwa taarifa hizo zinazosambazwa katika maeneo mbalimbali si za kweli na hasina msingi wowote wa kiukweli. Katibu huyo wa uenezi amesisitiza kuwa hakuna taarifa yoyote rasmi iliyotolewa na chombo au mamlaka yoyote ya Chama cha Mapinduzi inayothibitisha kwamba miongozo au wito huo umetolewa kwa kiongozi huyo mkuu wa serikali. Kupitia maelezo yake, katibu wa halmashauri kuu ya CCM itikadi, uenezi na mafunzo, Kenani Kiongozi, amewataka wananchi pamoja na wanachama wote wa Chama cha Mapinduzi kuwa makini mno na taarifa zinazojitokeza na kusambazwa bila kuwa na udhibitisho rasmi. Katibu huyo amebainisha kuwa msukumo wa taarifa hizo usio na kipimo unatokana na kasi kubwa ya matumizi ya mitandao ya kijamii hivi sasa, ambayo imekuwa ikitumiwa kusambaza habari za aina mbalimbali bila kuhakikiwa. Kiongozi amewakumbusha wananchi na wanachama kuwa taarifa zote rasmi zinazohusu masuala ya Chama cha Mapinduzi zimekuwa zikitolewa na zitaendelea kutolewa kupitia mamlaka zilizowekwa pamoja na viongozi wenye dhamana ya kufanya hivyo. Katika kuweka wazi mfumo wa misingi ya kiutendaji ndani ya chama, katibu wa halmashauri kuu ya CCM itikadi, uenezi na mafunzo, Kenani Kiongozi, ameeleza kwa kina kuhusu utaratibu wa kamati ya maadili ya Chama cha Mapinduzi. Mwenyekiti wa uenezi Kenani Kiongozi amebainisha kuwa chama hicho akitenganishi wala kuwatenga wanachama wake kwa kuzingatia vyeo vyao pale linapokuja swala linalohusu wanachama wa ndani. Katibu huyo amesisitiza kuwa msingi mkuu wa pekee wa kuwa kada wa Chama cha Mapinduzi ni kuwa mwanachama mwenye kadi halali ya chama hicho bila kujali nafasi ya uongozi anayoshikilia mtu. Kiongozi amefafanua kuwa kwa mujibu wa muundo huo, kamati ya maadili ya Chama cha Mapinduzi ina mamlaka kamili ya kumuita mwanachama yeyote iwapo kuna jambo lolote linalohitaji ufafanuzi au maelezo ya ziada. Hatua hiyo inaweza kuchukuliwa bila kujali nafasi au cheo ambacho mwanachama huyo anashikilia ndani ya Chama cha Mapinduzi au ndani ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katibu huyo wa uenezi ameeleza kuwa kuitwa mbele ya kamati hiyo si jambo geni wala si tukio la ajabu ndani ya mfumo wa chama, na wala alimaanishi moja kwa moja kuwa mwanachama aliyeitwa amepatikana na kosa au amekiuka maadili. Akiendelea kutoa ufafanuzi wa kikanuni, katibu wa halmashauri kuu ya CCM itikadi, uenezi na mafunzo, Kenani Kiongozi, amebainisha kuwa Chama cha Mapinduzi kimekuwa na utaratibu wa muda mrefu wa kuwaita wanachama wake mbele ya kamati ya maadili kwa nyakati tofauti. Hatua za namna hiyo zimeshawahi kutokea katika miaka ya nyuma na hata katika kipindi cha hivi karibuni, ambapo baadhi ya wanachama waliitwa ili kutoa maelezo na ufafanuzi kuhusu masuala mbalimbali yaliyowahusu. Kiongozi amesisitiza kuwa mchakato huo ni sehemu ya kawaida ya utendaji kazi wa ndani ya chama hicho kulingana na misingi iliyowekwa. Kutokana na misingi hiyo ya kiuratibu, katibu huyo wa uenezi Kenani Kiongozi amewataka wananchi kuacha kupata hofu au kufanya hitimisho la haraka kwamba mwanachama huyo amefanya kosa pale tu inapotokea ameitwa na kamati ya maadili. Badala yake, mwanachama yeyote anayeitwa mbele ya kamati hiyo upewa fursa kamili ya kusikilizwa, kuulizwa maswali na kujieleza kwa kina kuhusu jambo linalomkabili au linalohitaji ufafanuzi. Mfumo huo unalenga kuhakikisha kuwa haki inatendeka kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa.
Katibu wa halmashauri kuu ya CCM itikadi, uenezi na mafunzo ameeleza kuwa mwanachama anapoitwa mbele ya kamati ya maadili anakuwa na uhuru kamili wa kuwasilisha hoja zake au jiwe na apewe nafasi ya kujieleza vizuri. Kiongozi huyo amesisitiza kuwa utaratibu huo ni sehemu muhimu ya mfumo wa ndani wa Chama cha Mapinduzi CCM unaohakikisha kuwa wanachama wote ama mwanachama yeyote anapata fursa ya kujitetea kikamilifu kabla ya hatua nyingine yoyote kuchukuliwa dhidi yake. Kiongozi ameeleza zaidi kuwa Chama cha Mapinduzi kina kanuni zilizowekwa pamoja na katiba inayoelekeza kwa usahihi namna masuala yoyote ama yote ya kinidhamu yanavyopaswa kushughulikiwa kwa kufuata misingi ya haki. Ikiwa baada ya mwanachama kusikilizwa na kamati ya maadili itabainika kuwa imegeuka taratibu au kanuni za chama, hatua mbalimbali za kinidhamu zinaweza kuchukuliwa dhidi yake kwa mujibu wa sheria na kanuni hizo. Hatua hizo zinajumuisha kupewa onyo, kukabiliwa au kuchukuliwa hatua kali zaidi ambazo zinajumuisha hata kufukuzwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Hata hivyo, katibu wa halmashauri kuu ya CCM itikadi, uenezi na mafunzo Kenani Kihongozi amesisitiza kwa mara nyingine kuwa hatua hizo za kinidhamu haziwezi kuchukuliwa dhidi ya mwanachama yeyote kabla ya kusikilizwa na kupewa nafasi ya kutosha ya kujieleza mbele ya kamati. Kauli hiyo ya Chama cha Mapinduzi imekuja katika kipindi ambacho taarifa mbalimbali zinazowahusu viongozi wa chama na serikali zimekuwa zikisambaa kwa kasi kubwa kupitia mitandao ya kijamii, jambo ambalo linaloweza kusababisha mgawanyiko na sintofahamu kwa umma, hasa taarifa hizo zinapohusisha viongozi wakuu wa nchi. Kutokana na hali hiyo, katibu wa uenezi Kenani Kihongozi ametoa ufafanuzi huu rasmi ili kuondoa sintofahamu iliyokuwa imeanza kujitokeza kuhusu madai ya makamu wa rais kuitwa kwenye kamati ya maadili. Kihongozi amethibitisha kuwa hakuna taarifa rasmi ya Chama cha Mapinduzi inayothibitisha madai hayo kwa kusambazwa na kwa kwamba mwanachama anayeitwa au anayehusishwa na kamati hiyo si makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika kueleza mwelekeo huo, Chama cha Mapinduzi kimeendelea kusisitiza umuhimu wa kufuata na kuheshimu taratibu zake za ndani katika kushughulikia masuala yote yanayohusu maadili na nidhamu ya wanachama wake. Maelezo yaliyotolewa na katibu wa halmashauri kuu ya CCM itikadi na uenezi na mafunzo Kenani Kihongozi yanaweka wazi kuwa kuitwa mbele ya kamati ya maadili hakumaanishi moja kwa moja kuwa mtu anayepata